na utawala wa Bani Umayya uliokuwepo, ilikuwa yeye anasomesha ndani ya maandaki, wanajifanya wanatengeneza vitabu, wakija wale majasusi wanachukua vitabu vyao wanatengeneza, wakiondoka wanachukua mjeledi wanaanza kusoma. Ndugu zangu wa Kiislamu, maulama huyu, alimu huyu Abu Ubaida radhiyallahu anhu, yeye alikuwa si Mwarabu, lakini ndiye aliyeka misingi ya madhehebu ya Kibali kutokana na imamu wake au mwalimu wake wa Jabir. La muhimu ni kwamba Abu Ubaida alitoa kwa sasa lugha yetu ya Kiarabu. Dini yetu ya Kiislamu inatoka na lugha ya Kiarabu. Huwezi kupata elimu ya dini ya Kiislamu isipokuwa uwe na lugha ya Kiarabu. Tuna wanafunzi wanaume mpaka sasa, hatujachukua wanawake. La muhimu hapa tunawaandalia iwa mazungumzo baina ya wanafunzi wa mkoani wa lugha ya Kiarabu. Wanafunzi hawa watakuja mbele yetu kutusomea hiwa, ni mazungumzo kwa lugha, na mwanafunzi Muhammad للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد عبد الله ورسوله أفضل خلق الله أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza, kabla ya kutekeleza jukumu nilopewa, napenda nitoe shukrani za dhati kwa niaba ya jumuiya kualikwa kwetu kuhudhuria munasaba huu, munasaba ambao kwamba unaashiria juhudi kubwa inayofanywa kwa ajili ya kuandaa kizazi kinachofuata. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika kuendelea kuwajenga vijana wetu na atuthibitishie ujira wetu. Vile vile nachukua nafasi hii kuwakaribisha wageni wetu wote kwa jumla, kabla ya kumkaribisha mgeni aliyekusudiwa. Nawaambia karibuni Tanzania. Jumuiya ni pana, jumuiya iko Tanzania kote, kuanzia magharibi mpaka mashariki, iko kaskazini, chini, kusini kidogo haijafika, lakini inshallah biidhnillah taala tutafika. Bahati mbaya labda wakati ni mfupi, lakini tunakukaribisheni kila mahali, mikoa yote au matawi yote 19 iliyopo Tanzania ina harakati taalim alhamdulillah, na kote patahitaji ziara zenu. Asa Mwenyezi Mungu akijalia katika muda huu unaokuja, mkipata nafasi, karibuni sana inshallah. Inshallah nisipoteze muda kwa sababu katiba iliharibika. Niko shuleni, kumkaribisha Zahor bin Khalifa al-Alawi, katibu mkuu wa Jumuiya Istiqama al-Alamia, falyatafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Furaha yetu kwa leo hakikatan haina mfano kabisa, kuona hii hafla iliyoandaliwa kwa ajili ya watoto wetu na kizazi chetu itachukua nafasi baada yetu insha Allah taala, na tunawashukuru sana walioandaa hafla hii na waliojitolea vile vile kwa hali na mali. Na hii si leo tu, bali tumewahi kuhudhuria hafla nyingi kama hizi hapa Pemba na vile vile katika mikoa mingine ya Tanzania, bali Afrika Mashariki na Magharibi pia, kwani shule kama hizi zipo kila pembe ya Afrika Mashariki, zilizojengwa na Istiqama. Tukija Tanzania, kama alivyotaja ndugu yetu Sheikh Muhammad bin Said bin Ali al-Said, mwenyekiti wa Istiqama Tanzania, kwamba kuna matawi 19, na hayo matawi 19 sisi tumeyatembelea na tumeshuhudia baadhi ya skuli zilizopo kama hizi, na zinafanya kazi sawa sawa na kupeana mawazo na kushirikiana na skuli nyingine. Pia tumeweza kutembea katika skuli
mbalimbali katika nchi zifuatazo: Burundi, Rwanda, Uganda, Kenya, Kongo, Mali, Ghana na kwingine. Alhamdulillah rabbil alamin, hao pia vile vile wameweza kujenga skuli. Baadhi yao wameweza kutufika sisi tukashirikiana kujenga hizo skuli. Baadhi yao wamejitolea wenyewe kushirikiana na wenzi wao, aidha kutoka Warabuni au kutoka Afrika. Muhimu kwamba alhamdulillah watoto wetu sasa hivi wanaweza kupata masomo kutokana na maadili ya Kiislamu. Wanapoingia skuli mpaka wanapotoka skuli wanapata maneno ya Kiislamu, maneno ya kheri na mwenendo wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, ambaye wengi Waislamu bado hawajapata njia hizi wanazozipata katika shule za Kiislamu, aidha tulizojenga katika Istiqama au kwingine. Na sisi kwa kusema la kweli bado tuko nyuma sana. Kila siku tunajitahidi kuvumbua kitu kipya kwa ajili ya watoto wetu waendeleze masomo yao katika fani mbalimbali, ili tupate wanafunzi wenye elimu katika fani zote, kama walivyokuwa zamani wa ulama wetu wa Kiislamu wanavumbua mambo mbalimbali mpaka ikasaidia umma wa Kiislamu na wasio Kiislamu dunia nzima. Kwa nini sisi ndio hatuwezi kulirejesha jambo lile? Tuna hakika tunaweza kulirejesha jambo lile tukishirikiana sote, wanafunzi na wazee na viongozi waliopewa jukumu hili. Tushirikiane kwa pamoja kwa ajili ya watoto wetu. Msiseme kwamba sisi tunaongoja viongozi wanakuja, la, bali hili jambo letu sote, na watoto tuwatizame vizuri. Kuna mifano mbalimbali inayofanyika nchi zilizokuwa si za Kiislamu, na sisi kwa nini tusiige au kwa nini tusifanye mazuri kuliko hayo? Nilikuwa kabla miaka 18 au 20 nyuma Ulaya, nilikuwa mjini wa London. Nikapita njiani, nikamkuta mwanafunzi mmoja anamwambia mpita njia, unaweza kunisaidia katika hii swali silijui, naomba unisaidie. Akaja akafungua kitabu pamoja naye, na sisi tuko pale. Akaambia, mwanangu, sijui, lakini ngoja dakika moja. Akawaita watu wote waliokuwa pale njiani wanapita, njoni tumsaidie huyu mwanafunzi. Wakaja, akatokea mmoja akasema, masuala yote haya mimi najua, naweza kwenda, nitamsaidia. Akakaa kumsaidia mpaka kamaliza. Inabainisha hapo kwamba wao wanaheshimu ile elimu. Sisi itakuwa vipi? Akatakuja mtoto anakuja kutuambia nisaidie
nenda kasoma skuli. Unafahamu? Au maneno mengine yatakuwa si mazuri, anamvunja yule mtoto aliyotaka kusaidiwa. Na maadili ya Kiislamu inasema kwamba sisi tumtizame huyo mtoto kwa kila njia. Ikiwa hatuweza sisi wenyewe tutafutie atakuwa msaidie. Pia wanafunzi, tazameni katika nchi nyingine tulokwenda sisi tukatazama, mtoto akiambiwa kesho kuna ijaza, kuna likizo, basi mtoto anakuwa analia machozi na mzazi wake pia analia machozi. Hasara tupu kwa ile siku atakayopewa ile likizo. Kwetu sisi, mtoto akipata likizo, akiambiwa kesho na kashikuta, utamwona mwingine kama alivyosema wa Kiswahili anapiga vigelegele kwa furaha ile aliyopata kwamba kuna likizo siku 3 siku 4, na mzazi pia. Tutaendelea hivyo? Kwa nini tusikae sisi wazazi tukamfahamisha mwanafunzi umuhimu wa elimu? Tumfundishe akhlaq, tumfundishe aheshimu ile shule yake, tumfundishe aheshimu walimu alayhi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila hali ajui hata maadili, vipi kuingia nyumbani kwake, vipi kumsalia mzazi wake. Umefahamu? Hata naona haya vipi tutaendelea, kwa sababu wale wazazi kwa njia sio sahihi, na wanachukua muda mtajenga kirahisi, zinajengwa kwa tabu. Mimi nataka tabu na sio mabadala. Naomba wito huu ufike kwa kila mtu, tuendelee kuwasomesha, tutafute nafasi kubwa sana. Kila siku asubuhi anapita njiani, anakuta kuna gari zinakuja, wanapakia mizigo ambayo zile mizigo matakuni wanapewa na watoto wadogo. Wanapewa na nani? Na watoto wadogo kama hawa. Zinapakiwa kana wanapewa risiti. Yule mtoto kila mara akaja akauliza, kwa nini inafanyika jambo hili hapa? Kitu gani? Akaambia kitu hichi mimi hamkijui kule. Hapa wanalelewa watoto hawa. Kuna kampuni zinaleta radio na TV na mambo mengine, wanapewa watoto kabla siku moja ili angalau wazifix. Unafahamu? Kwa siku driver na mengineyo, alafu zinawekwa sawa, gari inakuja zinachukua hizo vitu vyote vinapelekwa kampuni, vinatazama, halafu anatazama nani bora katika wale watoto, umefanya kazi nzuri. Na aghlabu ya wakati kwamba wote 99% wanafanya kazi nzuri. Ndio maana mtaalamu wakawa wale watoto wakawa kubwa, wakaweza kuvumbua mambo mengi katika mambo ya kisasa na mambo ya teknolojia, kutokana na jitihada ya walimu, jitihada za kampuni, jitihada za wazee. Sisi watoto wetu wa Kiislamu la budda kujitahidi tuwasomeshe, tutizame yani fani mbalimbali, na tukiingia katika mambo ya internet, mambo ya WhatsApp, tutizame zile ambazo zinawafaa watoto wetu. Tuko tayari jamani? Tuko tayari? Tuko tayari? Basi bismillahir rahmanir rahim, tuanze toka sasa, tokea sasa tujitahidi kwa vizazi vyetu, na hao watakuwa bora. Kwa nini bora? Kwa nini watakuwa bora? Kwa sababu tunawasomesha fani zile pamoja na maadili yetu ya Kiislamu. Na umoja wetu huu tuimarishe zaidi umoja wetu. Kama kuna khilafati zote tuziweke kando, tuzitupe yani,
khilafati hatuzitaki, tunataka umoja. Kidhamini sasa hivi Istiqama inakamatwa na nani? Na vijana wenu mliowasomesha katika udogoni. Sisi wazee sasa tuwape fursa waifanye kazi hii, na alhamdulillah rabbil alamin, hapa Pemba imekamatwa na kamati ya taalimu na da'wa. Kamati ya taalimu na da'wa, hao ni watoto wenu kutoka kila pembe ya Pemba. Ndio maana masha Allah mambo yanaelekea vizuri, na tunajua sana na tunafuatilia kwamba nyinyi wazazi hamkuwatupa hao vile vile viongozi wa sasa, mnawatazama vizuri, na tuendelee hivyo. Watoto wetu wavae mavazi mazuri za Kiislamu, watoto wa kike vile vile, na sio basi hizi mavazi kwa ajili ya hafla tu, bali wakati wote. Na tunakuombeni nyinyi wanafunzi, mshike maadili ya Kiislamu katika masomo yenu, katika skuli, katika nyumbani kwenu mkenda, hata mkiwa mnakwenda mashamba au kwingine au sokoni, mufuate maadili ya Kiislamu, mtafaulu dunia wa akhira. Wakati sidhani kama kuhusu mifano mingi nataka kuyasema ili yatasaidia sisi mbele kwa watu wetu, lakini naona bora nikifikishe nisimame hapa. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة والفردوس الأعلى، والسلام عليكم ورحمة الله Chairman wa Istiqama ya kimataifa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Zahir bin Khalifa bin Zahir Al-Alawi, katibu mkuu wa Istiqama International. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mimi naitwa Salim bin Muhammad bin Salim Al-Abdi Salami, makamu mwenyekiti wa Istiqama Tanzania. Ahmed bin Said bin Ali Al-Saidi, mwenyekiti wa Istiqama Tanzania. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmed bin Said Al-Shaybani kutoka Oman, kutembelea inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi nalijua naitwa Muhammad bin Umar kutoka Mbwani, ni naibu katibu mkuu Jumuiya ya Istiqama Tanzania. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad bin Khamis Ismail. Assalamu alaikum warahmatullahi. Mimi ni Muhammad bin Salim Al-Mawi, Islami. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلى ناصر بن سعد بن عادل، ضمير جمعية استقامة تنزانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi naitwa Khamis bin Amr bin Khamis Al-Saidi. Nimekuja kutembelea hapa na nikapata uwanishi kuja hapa kwa Sheikh Zahra na Sheikh Muhammad. Kiti kakiondosha kesho. Nimepata picha hapa. Basi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin.
المرسلين وعلى الصحابة أجمعين وعلى تابعين بإحسان إلى يوم الدين. Maneno mawili. Kwanza, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napenda kuwapongeza wasimamiaji wa jambo hili kwa juhudi walizofanya, na hii haiwezi kuwa bila ya wazee walioka nyuma huko kusaidia kufanya jambo hili. Lakini kama kusema katibu wangu kabla, kwa kuwa hichi ni chanzo, hamjafika mwisho, wala mtu hawezi kufika mwisho, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema wama utitu min alilmi illa qalila. Lakini jua hivyo ameamrisha, amesema waqul rabbi, japenda sauti yangu, waqul rabbi zidni ilma. Ametuamrisha kwa kuwa kila mara tuombe ili Mwenyezi Mungu atuzidishie ilmu. Kwa hivyo wanafunzi naposoma, kwanza anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aya mwanzo, iqra ايش بعد ذلك bismi rabbik. Kwa hivyo ukisoma elimu yoyote unasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu, na ibada zote taban, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Kwa hivyo msisahau kila wakati kujadidisha nia zenu kwa kuwa mnasoma liajli Allah subhanahu wa ta'ala. Na mkifanya hivyo, anasema nini Mwenyezi Mungu? يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Na ilmu haina mwanzo wala mwisho. Anasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, utlubu alilma min almahdi ila allahadi, kutokana na tumboni la mama mtu mpaka unapoingia katika mwanadamu. Kwa hivyo haina hadi maalumu. Kwa hivyo tujitahidi. Hadha wa billahi tawfiq. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى صحابته أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مهجرا إلا عافيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا رجاء إلا حققت، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا دعاء إلا استجبت له، ولا عزبا إلا زوجته، ولا حسيما إلا يسرته، ولا جلال الإكرام. اللهم بارك هذه المجموعة برحمتك يا أرحم الراحمين على النحو الذي يرضيك عنك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم خلص عبادك المؤمنين في مشارق الأرض ومغارب الكرام. اللهم واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله. على نبينا ونمال يمال العباد بنت طه نبينا ونمال يمال العباد بنت طه نبينا. أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير، أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير. لما شاهدنا الأنوار الله 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 الله، لما شاهدنا الأنوار من فرح الناس
شعشع نوره ذكرى النبي شعشع نوره إذا عينا هل يجمل من كابول الله أكبر هل يجمل من كابول الله أكبر هيا وزوروا زين النبي شعشع نوره زين النبي شعشع نوره إذا عطشنا ما زمزم اشربوا الله أكبر ما زمزم اشربوا الله أكبر هيا وزوروا زين النبي شعشع نوره زين النبي شعشع نوره إذا تملينا لنا عن اسألوا الله أكبر لنا عن اسألوا الله أكبر هيا وزوروا زين النبي شعشع نوره زين النبي شعشع نوره هيا وزوروا زين النبي شعشع نوره زين النبي شعشع نوره أمانا ينبروا يحتذ طه نبينا سلم على حبيبي أمر المدينة أمانا ينبروا يحتذ طه نبينا سلم على حبيبي أمر المدينة يا عينك ملي يا روحك هني يا عينك ملي يا روحك هني لاحت أنوار نبينا أمانا ينبروا يحفظ طه نبينا سلم على حبيبي أمر المدينة أمانا ينبروا يحفظ طه نبينا سلم على حبيبي أمر المدينة من طيبة نبينا وقرة عينينا لطيبة نبينا وقرة عينينا فيها محمد سلم علينا ينبروا يحفظ طه نبينا سلم على حبيبي أمر المدينة أمانا ينبروا يحفظ طه نبينا سلم على حبيبي أمر المدينة كلام هادي كمن لبنادي كلام هادي كمن لبنادي دين الشفاعة ما زعل بينا أمانا ينبروا يحفظ طه نبينا سلم على حبيبي أمر المدينة أمانا ينبروا يحفظ طه نبينا سلم على حبيبي أمر المدينة سلم على حبيبي أمر المدينة سلم على حبيبي أمر المدينة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد عبد الله ورسوله أفضل خلق الله أجمعين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kama anavyostahili kushukuriwa, swala na salamu zimfikie mtume wetu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba zake na kila anayefuata njia yake kwa wema mpaka siku ya malipo. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, sina budi ya kuambia kwamba insha Allah karibuni sana wageni wetu, akina baba na akina mama, na jisikieni kama mko nyumbani, na lolote litakayotokeza
katika swala hili leo insha Allah. Tuchukuliane kama ni binadamu, kwa sababu kullu ibn adam al-khataya wa khairu al-khataya tawwabin. Ona si insha Allah lolote litakalotokeza, basi tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na pia tunaomba wageni wetu kwamba mtusamehe kwa lolote litakalotokeza, na sisi ni miongoni mwa wanafunzi wa istiqama iliyopo Etepema. Kwa hiyo insha Allah tunaomba ugeni huu ujalie kama ugeni wa heri, na ujalie baraka katika ugeni huu, na kila anayekusudia kusta katika ugeni huu, basi insha Allah Mwenyezi Mungu ampeperushe kutoka na husda yake, na Mwenyezi Mungu amweke mbali kutoka na husda yake, na insha Allah kila anayekusudia husda katika ugeni huu, basi Mwenyezi Mungu insha Allah ambadilishe baada ubaya wake, ajalie kwa neema yake. Wa ila huna tawaqaf. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khamis bin Amr kutoka chuo cha Istiqama Konde.